Jina langu Radhia Msuya, Balozi Radhia Msuya. Chama cha UWAWATA walinikaribisha ili niweze kufunga mkutano wao wa mwaka kama katiba yao inavyosema, na bahati nzuri pamoja na kuitwa kama mgeni rasmi, lakini pia mimi ni mjumbe wa bodi ya REA ambayo yana ushirikiano wa karibu na TANESCO, na kwa jumla sisi wote ni wanufaika wa TANESCO, kwa maana ya tumetumia umeme na tumenufaika nao kutokana na utaalamu wa hawa wastaafu, yani umoja wa UWAWATA. Kwa hiyo kwanza tumewapongeza kwa kufikia hatua ya kustaafu, lakini pia bado kuweza kuchangia ustawi wa nchi yetu, lakini na ustawi wa wao binafsi. Muhimu kukumbuka kwamba hata kama miaka ya kufanya kazi imekwisha, lakini mchango wao wa kitaalamu na kiufundi bado unaweza kutumia kuleta ustaafu. Wanaweza kutumia hao wastaafu kuleta ustawi kwa nchi yetu. Kwa hiyo wameonyesha nia ya kuanzisha kampuni ya kutoa ushauri kwenye masuala yanayohusika. Changamoto moja ambayo inawakabili hawa wastaafu wa UWAWATA ni changamoto ambayo inawakabili wastaafu wengi Tanzania, kwa maana kwamba kuna huduma ambazo tunazihitaji. Tunapewa huduma zile na serikali, lakini wakiwa na chama kama hiki, pale ambapo pana upungufu kutokana na huduma za serikali, basi wanasaidiana na wanahudumiana ili kuweza kuona wenzao nao wanamudu maisha. Kwa hiyo ni changamoto ambayo wanayo, lakini wameipangia mikakati ya kuweza kuikabili ili kuchangia pale ambapo pana upungufu katika matunzo ya pensheni au bima ya afya na kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli nimewapongeza kwamba mkutano wao umeenda vizuri, maamuzi yao ni mazuri, na sisi kama watumiaji wa umeme basi tutaendelea kutumia umeme ili ustawi wa nchi yetu usonge mbele. Naitwa James Chinula, ni katibu wa umoja wa wastaafu wa TANESCO UWAWATA. UWAWATA ni umoja wa wastaafu ambao ulianzishwa kwa nia ya kutaka kuwajumuisha pamoja wastaafu wa TANESCO, na tumefanikiwa kwa lengo hilo, kwamba hao unaoona humu ni wastaafu kutoka sehemu mbalimbali nchi nzima, mikoa mbalimbali wamekuja leo, wameamua kujumuika pamoja kwenye mkutano mkuu kupata taarifa za fedha, utekelezaji na kadhalika, lakini pia kukutana pamoja kama wastaafu. Wanajumuika pamoja, wanapata nafasi ya kuongea, kushirikiana pamoja baada ya kustaafu. Wengi hao wamefanya kazi pamoja miaka zaidi ya 30. Sasa kupata fursa kama hii na kuwa pamoja kama sasa hivi ni nafasi moja kubwa sana. Kama unavyoona hao wazee, unaona wengine wameshaanza kucheza muziki pale, ndio kikubwa hicho. Na lengo letu sisi ilikuwa ni hilo, kwamba kutuwezesha tuwasiliane kwa pamoja na kushirikishana matatizo, magonjwa, vifo, lakini pia kiuchumi, kuanzisha kama hivyo sasa kampuni kwa ajili ya kutuongezea kipato na kutuwezesha kiuchumi sisi wastaafu. Naitwa Jenny Francis Lipende. Katika umoja wetu wa wastaafu niko katika kamati ya utendaji kama mwakilishi wa wanachama. Mkutano wetu wa 10 ni mkutano muhimu. Kwa kawaida kila mwaka huwa tunafanya mkutano mara moja, na malengo ya kukutana mara moja ni kwa sababu wanachama tupo nchi nzima na tunakutana kwa ajili ya kupeana mrejesho wa yale tuliyoyafanya katika kipindi kilichopita. Lakini pia kunakuwa na mada mbalimbali ambazo wastaafu wanapewa kwenye masuala ya afya, masuala ya uwekezaji binafsi na changamoto za kimaisha kwa ujumla. Kwa hiyo huu mkutano wa 10, kwa mfano kama wa leo, tulikuwa na watu wa taasisi ya REA ambao tuliwaomba waje watuelekeze fursa mbalimbali ambazo tunaziweza tukazipata katika taasisi yao. Sisi baada ya kustaafu tukaona ni vyema tuanzishe umoja ambao tutaanzisha kampuni na vikundi vidogo vidogo vya kufanya biashara. Vikundi vidogo vidogo ni pamoja na kufanya usafi, kufanya ujenzi, kujenga laini za umeme, kwa sababu
tuna wataalamu chungu mzima. Kwa hiyo pamoja na vikundi vidogo vidogo pia ndio tumeunda kampuni inayoitwa UWAWATA, kampuni ya UWAWATA.